Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi yaliyo tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea mapema kabisa taarifa muhimu na za kuaminika kutoka hapa Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maeneo mbalimbali ya nchi na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Loja Longa nikiwa pamoja nanyi katika kipindi cha asubuhi kukuletea kwa ufupi na kwa wafasaha matukio muhimu yaliyotokea na endelea katika saa za hivi karibuni. Na katika taarifa leo tutakuwa na tagusia hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu, maendeleo ya mapigano, hali ya raia na watu waliokimbia makazi yao pamoja na hatua zinaendelea katika mchakato wa kutafuta amani. Pia tutakuwa na taarifa kuhusu hali ya afya na mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola pamoja na matukio mengine muhimu yanayogusa maisha ya wananchi. Ni Kivu News Info ambapo leo tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi bila kupoteza muda tuanze sasa taarifa zetu za asubuhi ya leo. Hali ya usalama katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini inaendelea kuwa tulivu licha ya kuwepo kwa taarifa na uvumi mbalimbali unaosambazwa kwenye mitandao ya kijamii tangu sasa hivi karibuni. Baadhi ya taarifa hizo zimekuwa zikidai kwamba wanajeshi wa FARDC wameanza kuondoka kwenye maeneo ya mstari wa mbele, jambo ambalo limezua hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa Uvira. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa mamlaka za usalama zinaeleza kwamba kuna hali ya jumla ya hofu ya kuondoka kwa wanajeshi wa FARDC katika mstari wa mbele wa mapambano, na kwamba hali ya usalama katika mji wa Uvira pamoja na maeneo yanayozunguka mji unaendelea kufuatiliwa kwa karibu. Kwa mujibu wa taarifa hizo, tukio lilitangulia litokea Jumapili tarehe 13 Agosti ambako wapiganaji wa M23 wa kuungwa mkono wa Rwanda walifanya mashambulizi dhidi ya maeneo matatu yalikuwa yakidhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Milimba, katikati ya maeneo ya minuko ya Uvira kwenye grumenti ya Bijombo. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo ambayo wanajeshi wa FARDC walikuwa wamewekwa kwa ajili ya kulinda eneo hilo. Baada ya mapigano hayo, wapiganaji wa M23 waliondoka katika maeneo baadaye wakati wa usiku. Kufuatia hali hiyo, siku ya jana Jumatatu tarehe 14 Agosti, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilifanya harakati za kijeshi zinazohusisha kubadilisha kikosi kilichokuwa kimepelekwa Malimba. Katika harakati hizo, kikosi kingine cha FARDC kilitumwa katika eneo hilo kwa ajili ya kuchukua nafasi ya kikosi kilichokuwa hapo awali na kuendelea na jukumu la kulinda na kuchukua tena udhibiti wa eneo la Malimba. Ni wakati wa harakati hizo za kubadilishana na kupeleka wanajeshi wapya ambako baadhi ya wanajeshi ambao wamekuwa chini ya udhibiti wa moja kwa moja walianza kurusha risasi kwa muda mfupi. Kwa mujibu wa taarifa tulizopokea, milio ya risasi haikudumu kwa muda mrefu na hali baadaye ilirejea kuwa shwari. Mamlaka za usalama zinaeleza kwamba tukio lilipaswa kutafsiriwa kama kuanguka kwa mji wa Uvira au kuondoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo. Kwa sasa ile usalama katika mji wa Uvira unabaki kuwa tulivu na chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Mamlaka moja ya usalama imetoa wito kwa wakazi wa Uvira na maeneo jirani kubaki kuwa tulivu na kutokuwa na hofu, hasa kutokana na taarifa mbalimbali zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii. Mamlaka hiyo imeonya wananchi dhidi ya kuamini kila taarifa inayochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa taarifa ambazo hazina chanzo kinachoaminika au zinalenga kuleta taharuki miongoni mwa wananchi. Wananchi pia wameomba kutokusambaza taarifa ambazo hazithibitishwa, kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kuongeza hofu na kuchangia ile usalama katika kipindi ambacho jeshi linaendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea katika maeneo ya mapigano. Kwa wakazi wa Uvira, ujumbe kutoka kwa mamlaka ni moja: kubaki watulivu, kuepuka hofu na kufuatilia taarifa kutoka kwenye vyanzo vinavyoaminika. Kwa sasa kuna udhibitisho wa taarifa zinadai kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeondoka kwa ujumla katika mstari wa mapigano. Hali inaendelea kufuatilia kwa karibu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo wakiendelea kwa katika maeneo yao, na mamlaka za usalama zikiri kutoa taarifa endapo kutakuwa na mabadiliko yote muhimu. Hivyo ndivyo alivyo kwa sasa katika mji wa Uvira na maeneo jirani, huku wananchi wakimizwa kwa makini na uvumi pamoja na taarifa za uongo zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii.
Taarifa nyingine katika jimbo la Kivu Kusini natoka katika jiji la Bukavu ambako tukio la ujambazi wa kutumia silaha limeripotiwa siku ya jana Jumatatu tarehe 14 Agosti. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mtu mmoja amejeruhiwa vibaya huku kiasi kikubwa cha fedha kikichukuliwa na watu wenye silaha katika tukio hilo. Tukio lilitokea ndani ya jiji la Bukavu katika eneo linalojulikana kwa jina la Pajeko kwenye barabara Avenue de la Presse. Kwa mujibu wa taarifa hizo, watu wenye silaha waliingia katika jengo la taasisi ya mikopo ya akiba na maendeleo yanayofanya shughuli za microfinance katika eneo hilo. Watu waliingia katika eneo hilo na kufanya uvamizi ambako walifanikiwa kuchukua kiasi kikubwa cha fedha na kutoroka. Katika tukio hilo, mtu mmoja amejeruhiwa vibaya. Hadi sasa taarifa zinazotolewa hazijaeleza kwa undani zaidi kuhusu hali ya majeruhi hayo wala kama alijeruhiwa kwa risasi au kwa njia nyingine wakati wa tukio hilo. Tukio hilo limezitishwa pia na mashirika ya kiraia eneo hilo ambayo yanafuatilia kwa karibu ile usalama katika jiji la Bukavu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa jamii ya kiraia, baada ya kufanya tukio hilo, watu wenye silaha walifanikiwa kutoroka bila kuzuiwa, na hadi wakati wa kutolewa kwa taarifa hii kuwa imeelezwa kwa waziwazi kwamba kulikuwa na mtu yeyote alikamatwa kuhusiana na tukio hilo. Tukio hilo limeongeza tena wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bukavu, hasa kutokana na kuwepo kwa matukio ya uhalifu yanayohusiana na watu wenye silaha. Kwa sasa taarifa zaidi kuhusu utambulisho wa watu waliohusika, aina silaha zilizotumiwa pamoja na kiasi kamili cha fedha kilichokuwa bado hakijawekwa wazi. Vile vile hajafahamika mara moja kama vyombo vya usalama vimeanzisha msako maalum dhidi ya watu hao baada ya kutoroka katika eneo la tukio. Wananchi wanaendelea kusubiri taarifa zaidi kutoka kwa vyombo vya usalama na mamlaka husika kuhusu maendeleo ya uchunguzi wa tukio hili. Kwa wengine, tukio na wakumbusha wananchi kuhusu umuhimu wa kuwa makini, hasa katika maeneo ya shughuli nyingi za biashara na taasisi zinazoshughulika na fedha. Tunaendelea kufuatilia kwa karibu hali na kuwajulisha mara tutapopata taarifa mpya na zilizothibitishwa kuhusu hali ya majeruhi, kiasi cha fedha kilichoibiwa pamoja na hatua zinazochukuliwa na vyombo vya usalama na kuwatafuta wahusika. Taarifa nyingine muhimu kutoka jimbo la Kivu Kusini ni kuhusu ujio wa mekanismu ya pamoja uhakiki na upanuliwa PLIS, inajulikana kwa kifupi kama mekanisme conjoint de verification élargie PLIS katika eneo la Minembwe kwenye maeneo ya minuko ya Kivu Kusini. Ujumbe huo umewasili siku ya jana Jumatatu tarehe 14 Agosti kwa ajili ya kufanya misheni ya kwanza rasmi ya uhakiki wa hali ya usitaji wa mapigano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 katika mfumo wa mchakato wa amani wa Doha. Ujio wa ujumbe huo unafanyika baada ya hatua kadhaa muhimu kufikiwa katika mazungumzo yaliyofanyika nchini Uswisi tangu tarehe 17 na tarehe 21 Agosti. Katika mazungumzo hayo, pande zote zinazosika zitangaza kuanza rasmi kwa shughuli za mekanisme conjoint de verification élargie PLIS, ikiwa ni pamoja na kuanzisha kwa sekretari yake ya kwanza kwa maandalizi ya kazi zake uwanjani. Kabla ujumbe kufika Minembwe tarehe 12 Agosti, kulifanyika pia misheni ya awali ya kutambua na kuchunguza maeneo ambayo yanapaswa kufuatiliwa, huku ujumbe huo kusaidiwa na upande wa vifaa na usafiri na MONUSCO. Shirika hilo limepewa jukumu muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Miongoni mwa jukumu yake ni kufuatilia kama pande zote zinahusika zinaheshimu usitaji mapigano, kuchunguza madai ya kiukwaji wa makubaliano na baadaye kuandaa taarifa za pamoja kuhusu hali halisi inayopatikana katika maeneo mbalimbali. Mfumo huo unakutanisha wawakilishi kutoka pande ya serikali ya Kinshasa pamoja na wawakilishi wa uasi wa M23. Wakati huo Umoja wa Afrika, Qatar na Marekani wanashiriki katika mfumo huo kama waangalizi. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba madai kuhusu ukiukwaji wa usitaji mapigano yanaweza kuchunguzwa kwa njia pamoja na kwa kuzingatia taarifa zinazopatikana moja kwa moja kutoka maeneo yanayohusika. Kwa hiyo ujio wa ujumbe wa Minembwe unaonekana kama hatua muhimu katika kazi ya kwanza ya mekanisme conjoint de verification élargie PLIS kwa vitendo baada ya kuanzishwa kwake kupitia mchakato wa mazungumzo ya amani. Eneo hili ambalo linahusiana na sehemu za maeneo ya Fizi, Mwenga na Uvira imekuwa moja kati ya maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama katika minuko ya Kivu Kusini. Katika miezi hivi karibuni maeneo haya yameshuhudia mapigano na mvutano kati ya vikosi mbalimbali vyenye silaha, ikiwemo wanajeshi wa FARDC, makundi ya Twirwaneho, Red Tabara, jeshi la Rwanda, M23 pamoja na makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo. Hali hiyo imefanya Minembwe na maeneo ya jirani kuwa sehemu muhimu sana katika juhudi za kutafuta amani na kupunguza mvutano katika minuko ya Kivu Kusini. Katika makubaliano na ufuatiliaji wa mchakato wa amani, tayari kulikuwa na mpango maalum wa kushughulikia na kupunguza mvutano katika maeneo yanayozunguka Minembwe. Kwa hiyo kupelekwa kwa
kwa timu ya kwanza ya Mekanisme Conjoint de Verification Elargie Plus katika eneo hili kunalenga pia kupata picha ya moja kwa moja kuhusu hali ya usalama na uhakiki kama makubaliano ya kusitisha mapigano yanaheshimiwa na pande zote. Misheni ya kwanza inaweza pia kusaidia kubaini changamoto zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wa usitaji mapigano pamoja na kuweka misingi ya mfumo wa ufuatiliaji wa kudumu katika eneo yenye migogoro. Kwa jumla, kuanza kazi kwa Mekanisme Conjoint de Verification Elargie Plus Minembwe inatoa muhimu ya kuhamasisha makubaliano ya amani kutoka kwenye meza mazungumzo na kuanza kufuatilia moja kwa moja kwenye maeneo yenye mapigano na mvutano. Lengo ni kuhakikisha kwamba usitaji mapigano unafuatiliwa kwa karibu, madai ya ukuaji yanachunguzwa na taarifa zinazotolewa kuhusu hali ya usalama zinakuwa na msingi wa uchunguzi wa moja kwa moja. Kwa kazi wa Minembwe na maeneo mengine ya minuko ya Kivu Kusini, misheni na kuja kati ambako matarajio makubwa yanaendelea kuwekwa kwenye mchakato wa amani wa Doha. Ikiwa utaratibu utaendelea kufanya kazi kwa ufanisi, unaweza kuwa chombo muhimu katika kujenga uaminifu kati ya pande zinazohusika na kusaidia kupunguza uwezekano wa kurejea kwa mapigano. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kuwa Rwanda itaendelea kuwa sehemu ya mgogoro unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi pale suala la kundi la waasi wa FDLR litakapopatiwa suluhisho. Kagame alitoa kauli hiyo siku ya Jumatatu wakati wa mkutano na waandishi wa habari ufanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Katika maelezo yake, Rais Kagame amesema kwamba mtazamo wa Rwanda swala la FDLR imekuwa moja ya sababu kubwa zinazofanya Kigali kuendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika mashariki mwa Kongo. Amedai kwamba wapiganaji wa FDLR bado wanaendelea kufanya kazi katika ardhi ya Kongo na kwamba kundi hilo lina uhusiano na baadhi ya watu ndani ya vikosi vya Kongo. Rais Kagame pia amedai kwamba serikali yake ina ushahidi na ushuhuda kutoka kwa baadhi ya wapiganaji wa zamani wa FDLR ambao wameondoka katika kundi hilo. Kwa mujibu wa Kagame, watu hao wanaodaiwa waliwahi kuwa sema FDLR wametoa taarifa kuhusu madai uhusiano kati ya kundi hilo na baadhi ya upande wa Kongo. Akizungumzia msimamo wa Rwanda, Kagame amesema kwamba swala la FDLR limekuwa tatizo kuu kwa Rwanda tangu muda mrefu na kwamba ikiwa swala litapata suluhisho, Rwanda itaendelea kujihusisha na hali inayotokea mashariki mwa Kongo. Kagame amesisitiza kwamba kwa mtazamo wa Kigali hakuna njia nyingine ya kumaliza swala hilo bila kushughulikia kwanza uwepo wa FDLR katika eneo la Kongo. Rais wa Rwanda pia ametaja tukio la Mutobo nchini Rwanda ambako baadhi ya wapiganaji wa zamani waliorejeshwa kutoka katika makundi yenye silaha kupokelewa na kusaidiwa katika mchakato wa kurejea katika maisha ya kawaida. Kagame amesema kwamba kwa wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Marekani pamoja na baadhi ya nchi za Ulaya zimewahi kufika katika kituo hicho na kusikiliza ushuhuda wa baadhi ya wapiganaji kuhusu madai ya uhusiano kati ya FDLR na baadhi ya wahusika wa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli ya Paul Kagame imetolewa wakati ambako mchakato wa kutafuta amani kati ya Kongo na Rwanda pamoja na suala la usalama mashariki mwa Kongo umeingia katika hatua mpya. Kwa sasa moja hatua zinazofuatiliwa ni kuanzishwa kwa kufanya kazi kwa mekanisme ya pamoja uhakiki inapanuliwa Plus Mekanisme Conjoint de Verification Elargie ambayo imeundwa kwa ajili ya kufuatilia utekelezaji wa usitaji mapigano. Timu hiyo kwa sasa imepokelewa huko Minembwe katika minuko ya Kivu Kusini ambako nafanya kazi ya kwanza rasmi na uhakiki na usitaji mapigano uliokubaliwa kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 katika mfumo wa mazungumzo ya Doha. Hivyo wakati ambako upande mmoja unaendelea kuzungumzia utekelezaji wa usitaji mapigano, swala la FDLR bado linaonekana kuwa moja ya mambo makubwa yanayotenganisha msimamo ya Kigali na Kinshasa. Kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kinshasa imekuwa ikikataa mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono kundi la FDLR. Mamlaka za Kongo pia zimekuwa zikilalamika uwepo wa wanajeshi wa Rwanda RDF katika ardhi ya Kongo, zikisema kwamba uwepo ni ukiukwaji wa uhuru na mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa imekuwa ikitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Kongo kama sehemu ya hatua za kupunguza mvutano na kuleta amani katika eneo la mashariki. Kwa upande mwingine, Kigali imekuwa kiweka swala la FDLR katikati ya madai yake ya kiusalama na imekuwa ikisema kwamba kuondolewa kwa au kuzofishwa kwa tishio linalotokana na FDLR ni muhimu kabla Rwanda kujiondoka kamilifu katika mgogoro huu. Hivyo basi FDLR na uwepo wa wanajeshi wa Rwanda katika mashariki mwa Kongo vinaendelea kwa miongoni mwa masuala zaidi katika mazungumzo ya amani yanayoendelea. Kauli ya Paul Kagame pia inaonyesha kwamba licha ya hatua mpya za mchakato wa amani na kuanza kwa kazi ya Mekanisme Conjoint de Verification Elargie, bado kuna tofauti kubwa kati ya Kinshasa na Kigali kuhusu suala la usalama katika mashariki mwa Kongo. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye utekelezaji wa makubaliano na kusitisha mapigano. Kazi ya Mekanisme Conjoint de Verification Elargie katika maeneo kama Minembwe pamoja na hatua ambazo bado zinachukua katika kushughulikia masuala yanayobaki kuwa chanzo cha mvutano. Kwa hiyo wakati mchakato
mchakato wa amani ukiendelea. Kauli kutoka Kigali inaonyesha kwamba swala la FDLR bado linachukuliwa na Rwanda kuwa jambo la msingi katika usalama wake na katika mustakabali wa uhusiano wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani kile inachokiita ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaodaiwa kufanyika katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa nchi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana Jumatatu tarehe 24 Agosti, serikali ya Kongo imeshtumu jeshi la ulinzi la Rwanda RDF pamoja na washirika wa M23 kwa kuhusika katika matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya serikali ya Kongo, matukio yanayodaiwa kufanyika katika maeneo hayo ni pamoja na mauaji watu bila kufikishwa mahakamani, mauaji ya raia, ukatili wa kingono, mateso pamoja na utekaji wa watu. Serikali ya Kongo inasema kwamba kwa mujibu wa takwimu zilizokusanyika na zinazounganisha, zaidi ya watu 300 waliuawa katika mwezi Juni na Julai mwaka 2026 katika matukio yanayodaiwa kuwa ni mauaji ya kiolela, mauaji ya watu wengi pamoja na mashambulizi ya mabomu. Kinshasa pia inasema kwamba idadi kubwa ya matukio ya ukatili na utekaji yameripotiwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Katika taarifa yake, serikali ya Kongo imesema imepokea taarifa kuhusu mamia visa vya ubakaji na aina nyingine za ukatili wa kingono. Kinshasa imeripoti zaidi ya visa 300 vya mateso ambako baadhi ya washirika wanadaiwa kuwa wanafunzi. Serikali haijaishia hapo, bali pia inasema kuwa kumekuwa na mamia watu wanaotekwa nyara pamoja na visa vya kulazimishwa kujiunga na makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, vijana ni miongoni mwa watu wanaolengwa katika zoezi hilo la madai la kuajiriwa kwa nguvu hasa katika maeneo ya Chanzu na Rumangabo. Hata hivyo, madai yametolewa na serikali ya Kongo na taarifa hiyo inaonyesha kwamba madai yote yamefanywa uchunguzi ule umekuthibitishwa na taasisi zote zinazohusika. Serikali ya Kongo pia imezituma mamlaka za Rwanda kwa kile anachodai kuwa ni shughuli zinazolenga kubadilisha muundo wa idadi ya watu katika baadhi ya maeneo ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, tarehe 10 Agosti, zaidi ya familia 100 zinadaiwa kuwa na asili za Rwanda zilivuka mpaka kupitia njia Kabuhanga katika eneo la Nyiragongo. Familia hizo kwa mujibu wa Kinshasa zimepelekwa na kuwekwa katika eneo la Rwabiraga kwenye grumenti ya Buhumba. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwa baadhi ya watu waliwekwa katika mgala yaliyojengwa na mpango wa chakula duniani PAME. Kinshasa inaona kama hatua hiyo kama sema mfululizo wa matukio ambayo inadai inaweza kubadilisha hali ya kijamii na idadi ya watu katika maeneo fulani mashariki mwa Kongo. Katika taarifa hiyo, serikali ya Kongo pia imezungumzia pia swala la utozaji wa kodi na ada mbalimbali katika maeneo yanayodhibitiwa na uasi wa M23. Kwa upande wa elimu, Kinshasa inadai kwamba tangu kuanza kwa mwaka 2025 na mwaka 2026, baadhi ya shule za msingi na shule za awali zimekuwa zikitoza ada kwa wazazi na wanafunzi. Serikali ya Kongo inakumbusha kwamba elimu ya msingi katika nchi hiyo inapaswa kuwa bure. Zaidi ya hayo, Kinshasa inadai kwamba shule hizo zinatozwa pia 17% za mapato yao kila robo ya mwaka. Kwa mujibu wa serikali, mfumo huu wa utozaji fedha unaongezea mzigo wazazi na shule katika maeneo ambayo tayari yamesiliwa na vita na ukosefu wa usalama. Malalamiko kama hayo yameelekezwa pia kwenye sekta ya afya. Serikali ya Kongo inasema kwamba hospitali za serikali na binafsi pamoja na vituo vingine vya huduma kama vituo vya kulea watoto yatima wanadaiwa kutozwa ushuru mbalimbali katika maeneo yanayodhibitiwa na uasi wa M23. Kinshasa inasema kodi hizo ni kinyume cha sheria na hazipaswi kutekelezwa katika mazingira hayo. Kwa ujumla, serikali ya Kongo inaona kama matukio yote ukiukwaji wa sheria zinazolinda raia wakati wa vita. Taarifa nyingine muhimu kuhusu hali ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na husu ugonjwa wa Ebola ambako shirika la Msalaba Mwekundu limeonya kuhusu mfululizo wa matukio ya vurugu yanayolenga watu wanaojitolea katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka movement ya Msalaba Mwekundu, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na jumla ya matukio 11 ya vurugu yaliyolenga kwa waliojitolea na timu zinazoshiriki katika shughuli za kukabiliana na Ebola nchini Kongo. Mashambulizi hayo yamesababisha watu wasiojitolea 6 kujeruhiwa huku magari ya wagonjwa na ambulance yakiharibiwa. Miongoni mwa magari hayo ni mmoja imeripotiwa kuchoma moto. Mbali na magari, baadhi ya vifaa vinavyotumika katika shughuli za kukabiliana na Ebola pia imeharibiwa au kuangamizwa wakati wa matukio hayo. Msalaba Mwekundu pamoja na washirika wake wameeleza kuwa vitendo hivyo vya vurugu ni jambo lisilokubalika, hasa kwa sababu wanalenga watu wanaofanya kazi na kwa kusaidia jamii katika kipindi ambacho ugonjwa wa Ebola bado unaendelea kuwa tishio. Walijitolea hao wanashiriki katika shughuli mbalimbali muhimu, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu
kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na Ebola, kusaidia katika ufuatiliaji wa watu wanaoweza kuwa wameambukizwa, pamoja na shughuli za kuwasaidia wagonjwa na familia zilizoathirika. Kwa hiyo Msalaba Mwekundu unaonya kwamba mashambulizi ya timu hiyo yanaweza kuathiri moja kwa moja juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Shirika hilo pia limetoa wito kwa jamii na viongozi wa maeneo pamoja na viongozi wa kijamii kuhakikisha kwamba wajitolea na timu za binadamu wanalindwa wanapotelekeza majukumu yao. Msalaba Mwekundu pia umeomba wananchi kuelewa kwamba watu wanaoshiriki katika mwitikio wa Ebola wanafanya kazi kwa lengo la kulinda afya na wananchi na maisha ya wananchi, na kwamba kushambulia au kuharibu vifaa kunaweza kufanya hali ya kiafya kuwa mbaya zaidi. Kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliana na mlipuko mpya wa Ebola katika maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mlipuko tayari umekuwa na changamoto kubwa kwa mfumo wa afya katika maeneo ambayo tayari yanakabiliana na matatizo ya usalama na migogoro ya silaha. Hali inafanya kazi za wahudumu wa afya na mashirika ya kibinadamu kuwa ngumu zaidi, kwa sababu timu hizo zinahitaji kufika maeneo mbalimbali ili kutoa huduma na kufuatilia wagonjwa pamoja na watu waliokutana nao. Mashambulizi yanapofanyika zaidi ya magari ya wagonjwa, vifaa vya afya au wajitolea, shughuli hizo zinaweza kusimama au kuchelewa, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya wagonjwa kuenea zaidi. Msalaba Mwekundu kwa hiyo umeendelea kusisitiza umuhimu wa usalama wa hudumu wa afya na wafanyakazi wa binadamu, hasa wakati huu ambako Ebola bado inahitaji ufuatiliaji mkubwa. Shirika hilo linatoa wito kwa viongozi wa jamii kushirikiana na timu za afya badala ya kuyazuia, ili kuhakikisha kwamba shughuli za kuzuia, kutibu na kudhibiti Ebola zinaendelea bila vikwazo. Wananchi ujumbe kwamba kwa kipindi cha mlipuko wa Ebola ushirikiano ni wa kudumu, ni wa afya, ni muhimu sana. Jamii imehimizwa kuepuka vitendo vya vurugu, kusikiliza taarifa kutoka kwa mamlaka za afya na kushirikiana na timu zinazofanya kazi katika maeneo yaliyoathiriwa. Kwa sasa Msalaba Mwekundu unaendelea kufuatilia hali ya usalama ya wakujitolea wake na kuomba hatua zaidi zichukuliwe kuhakikisha kwamba wale wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola wanaweza kufanya kazi zao kwa usalama. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi leo kupitia Kivu News Info, ambako tumekuletea matukio muhimu yaliyojiri yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko. Na vile vile tunaendelea kuwashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kwa kutuamini na kufuatilia taarifa zetu kila siku. Kumbuka Kivu News Info ni chanzo chako cha taarifa za kweli kuhusu yanayotokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi niendelee kusii wanaendelea kwa mara kwanza na kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha inasema kujabone kwa vile vile na kupartage kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Mimi ni Telo Jelonga, na pamoja na timu nzima Kivu News Info tunakutakia siku njema yenye amani na usalama na baraka tele katika shughuli zako za kila siku. Huku nikiendelea kuahidi tunatana katika taarifa zetu zijazo. Vile vile Mwenyezi Mungu aendelee kubariki na ibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.